Sikiliza kwa makini. Kama wewe ni mkulima wa parachichi, nataka tuzungumzie adui namba moja wa zao lako. Ni ugonjwa unaweza kufuta shamba zima, kimya kimya, bila wewe hata kujua mpaka kila kitu kimeharibika. Hili ni somo muhimu sana. Na huu ndio ukweli halisi. Kuna ugonjwa mmoja unaosababisha hasara kubwa zaidi kwenye mashamba ya parachichi duniani kulikote kitu kingine chochote. Na unajua, tatizo kubwa ni nini? Wakati wewe unaanza kuona dalili kwenye majani, vita halisi, kule chini ya ardhi, kwenye mizizi, tayari imeshapotea. Wengi sana wanagundua wamechelewa. Basi, hebu tumjue huyu adui kwa jina. Kitaalam anaitwa Phytophthora cinnamomii. Huyu sio mdudu, la hasha. Ni aina ya ukungu au fungus ambaye anaishi kwenye udongo na anashambulia uhai wenyewe wa mti wako. Fikiria hivi. Mti wako unakunywa maji na kupata chakula kupitia mizizi midogo midogo. Sasa, huyu fungus anashambulia na kuozesha mizizi hii. Matokeo yake, mti unashindwa kabisa kunyonya maji na madini kutoka ardhini. Yaani, mti unaanza kufa kwa njaa na kiu, huku bado umesimama shambani. Sasa, hebu angalia picha hii kwa makini tafadhali. Hii inaelezea kila kitu. Hapo kushoto unaona mizizi meupe iliyojaa afya. Alafu kulia unaona mizizi ya kahawia iliyooza. Hii ndiyo vita inayopiganwa chini ya ardhi bila wewe hata kuiona. Mimi mwenyewe nimeshaona mashamba yakiangamia kabisa kwa ugonjwa huu. Kwa hiyo, unawezaje kuiwahi kabla haijakuharibia? Unajua, unapoanza kuona dalili kwenye majani, elewa kwamba huo ni kama mti wako unapiga kelele ya mwisho kuomba msaada. Hapo ni lazima uchukue hatua, na uchukue hatua mara moja. Okay, anza kuangalia majani. Je, yamekuwa madogo kuliko kawaida na yamefifia? Hiyo ni dalili ya kwanza. Pili, angalia juu. Je, ncha za matawi zinaanza kukauka? Hiyo inaitwa dieback. Tatu, angalia mavuno yako. Yamepungua? Matunda ni midogo? Na sasa, dalili muhimu zaidi, ile inayothibitisha kila kitu. Chukua jembe dogo, chimba kwa upole pale karibu na shina. Je, mizizi unayoiona ni miupe, yenye afya, au ni ya kahawia na inaoza? Kutoka hapo, mti utadumaa tu, na mwisho wake ni kifo. Sawa, tumeona tatizo, nani la kutisha, lakini habari njema ni kwamba unaweza kabisa kulizuia, na hapa nataka unielewe vizuri sana. Katika vita dhidi ya Phytophthora, kinga ndiyo silaha yako kuu na ina nguvu kuliko tiba yoyote ile. Ngoja nirudie tena. Kuzuia ni muhimu kuliko kutibu. Ukisubiri mpaka mti uanze kuonyesha dalili, ujue tayari umeshapoteza nguvu na uwekezaji wako. Kinga inalinda shamba zima. Hizi ndizo nguzo zako 5 za ulinzi. 1. Hakikisha maji hayatwami shambani. Huyu fungus anapenda sana udongo wenye unyevu mwingi. 2. Tumia mche imara uliopandikizwa kwenye rootstock stahimili. 3. Weka matandazo kuzunguka miti. 4. Umwagiliaji wako uwe na kiasi. Drip irrigation ni bora zaidi. Na 5. Unaweza kutumia dawa za kinga kama vile phosphonates. Vita dhidi ya ugonjwa huu inashindwa au inashindiwa hapa kwenye uchaguzi wa mche wako. Miche ambayo imepandikizwa kwenye rootstock stahimili ndiyo msingi imara zaidi unaweza kuujenga. Ni kama kumpa mti wako chanjo tangu siku ya kwanza. Hii ndiyo kanuni kuu tunayoisimamia. Lakini labda unajiuliza, vipi kama tayari nimeshaona dalili shambani kwangu? Je, nifanye nini? Sawa, usikate tamaa. Kuna hatua za dharura unaweza kuchukua ili kujaribu kuokoa miti yako na kuzuia ugonjwa usisambae zaidi. Kwanza, mpe mtiba ya moja kwa moja. Tumia dawa ya phosphonate kwa sindano kwenye shina. Pili, ondoa kile ambacho adui anapenda, maji yaliyotuama. Chimba mitaro kuboresha mtiririko. 3, punguza umwagiliaji. 4, miti ambayo imeshakufa kabisa ni hatari. Ni chanzo cha maambukizi. Ing'oe na uichome. Na 5, na hii ni muhimu sana, usisambaze ugonjwa wewe mwenyewe. Safisha vifaa vyako, jembe, panga kwa Dettol unapohama kutoka mti mmoja kwenda mwingine. Sawa, tumeona dalili, tumeona kinga.
na tumeona tiba za dharura, lakini ili kulinda uwekezaji wako kikamilifu, unahitaji mpango wa kudumu, sio kuzima moto tu. Phytophthora ni adui hatari kweli, hilo halina ubishi. Lakini ukiwa na maarifa sahihi na zana sahihi, unaweza kumdhibiti. Huna haja ya kuogopa. Na kusaidia wakulima kama wewe kuelewa na kupambana na changamoto kama hizi, ndiyo kazi yetu hapa kila siku. Na ili kukupa hayo maarifa yote unayohitaji, tumeandaa mwongozo kamili. Unachambua magonjwa yote, wadudu wote, na inakupa ratiba kamili ya dawa kwa mwaka mzima. Ni kama kuwa na mtaalamu shambani kwako 24/7. Unaweza kupata kitabu hiki cha kilimo cha parachichi kwa ofa maalum, shilingi 45,000 tu. Ni rahisi. Tuma malipo kwa M-Pesa namba 0763071007, halafu tuma jina lako na barua pepe kwa WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo na utapokea mwongozo wako mara moja. Na kumbuka tulichosema kuhusu kinga, msingi imara unaanzia na miche bora. Tunayo miche ya Hass, Fuete na Pinkerton. Yote imepandikizwa kwenye rootstocks stahimili. Tunatuma popote pale ulipo Tanzania. Wasiliana nasi kwa WhatsApp kwenye namba ile ile 0763071007. Sasa na kuachia wewe swali. Je, umeshaona dalili za miti kunyauka au kudumaa shambani kwako? Usikae kimya. Andika kwenye comments hapo chini. Inawezekana kabisa ni Phytophthora, na sisi tuko hapa kukusaidia kutafuta suluhisho. Simama imara, pambana na huyu adui na linda uwekezaji wako.